Shalom na kusalimu katika jina la Yesu popote pale unaponisikia. Mungu akubariki kwa kutune katika video hii siku ya leo. Si kwa bahati mbaya unaniona hapa. Si kwa bahati mbaya na wewe umepata kibali cha kusikia video hii. Tafadhali chukua muda, kaa usikie neno la Mungu, kaa usikie kile ambacho Mungu anataka kusema siku ya leo. Na Mungu akubariki sana hapo ulipo. Kama ni mara yako ya kwanza na ni mgeni katika familia hii ya waonaji, tafadhali tunawapenda wageni. Tunaomba kama unataka kujiunga basi subscribe kwenye channel hii uweze kujiunga katika familia hii. Familia hii iko connected katika ulimwengu wa roho. Tumekuwa connected wakati Yesu Kristo akiwa kiini cha familia hii. Tunamwamini Yesu Kristo pekee katika familia hii. Hivyo unaingia katika network ya waonaji. Sasa fanya hilo jambo kwa tendo la imani, kwa kuweza kusubscribe hapo na uwe connected katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Sia Grace Mchomba. Tafadhali naomba chukua muda kujiunga nasi siku ya leo, na Mungu akubariki. Baba, katika jina la Yesu tunalihimidi jina lako siku ya leo. Asante kwa neema ya tofauti ulioachilia siku ya leo katika familia hii, familia ya waonaji. Baba, nambariki huyu anayetazama. Ninamwombea leo siku yake ipate kuwa siku ya kufunguliwa kwake. Siku ambayo atakuencounter wewe, atakutana na wewe kwa namna ya tofauti. Bwana, naomba siku ya leo ipate kuwa siku ya tofauti katika mahuduma, maisha, kazi, biashara ya huyu anayenisikiliza siku ya leo. Kukawe na mabadiliko mazuri na makubwa katika maisha yake. Bwana, ninaweka mikononi mwako. Wasaidie waelewe kile ambacho Baba utakisema siku ya leo kupitia mtumishi wako. Wasaidie wawe tayari, wawe na utayari katika mioyo yao kupokea neno lako. Bwana, na neno hili lipate kuwabadilisha katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba haya na kuamini kwamba uko pamoja nasi. Asante kwa uwepo wako ulioko nasi mahali hapa. Asante pia kwa uwepo wa malaika ambao wako lukuki kutuhudumia siku ya leo kwa namna tofauti. Tunakutukuza, tunakuinua, tunakushukuru. Asante kwa kibali, nafasi uliotupa. Baba, mimi kama chombo chako ninanyenyekea, ninashuka ili wewe uinuke. Ninaomba wewe ndo useme na watu wako, sio maneno yangu. Ninaomba Baba uchukue nafasi. Roho Mtakatifu hudumia watu kwa namna ya tofauti. Sema na mtu kila mmoja kwa namna yake tofauti, kutokana na mahitaji walionayo. Bwana, ninakushukuru na kuinua kwa kuwa ni mwema, na nyakati zote wewe ni mwaminifu kwetu. Katika jina la Yesu Kristo na wote tuseme amen. Amina. Amen. Nataka niongee nawe siku ya leo. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kuna taarifa mbalimbali ambazo nitaongea mwanzo, then tutaongea kuhusiana kile ambacho natakiwa kusema siku ya leo, na vitu vingi kidogo, labda tuseme viko kama 4 ambavyo natakiwa kuongea siku ya leo. Unisikilize mpaka mwisho. Cha kwanza kabisa, nataka nitoe shukrani za dhati kabisa kwa Mungu kwa kuinua watu kwa ajili ya Sia Family. Mungu wabariki wawekezaji ambao mnawekeza katika familia hii, katika huduma hii. Hii ni madhabahu kabisa. Tunaona Mungu akiwahudumia watu, akibadilisha maisha kupitia Sia Family, kupitia madhabahu hii ya Sia. Ni Mungu ndio anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, lakini pia kutokana na namna ambavyo ameinua watu kwa ajili ya Sia Family. So nataka niongee na wale wawekezaji ambao wanasema tunataka kufanya kitu kwenye huduma ya Sia.
lakini hatujui ni kitu gani ambacho labda kipo katika uhitaji huu. Kwa ni kama wiki 3 hivi nika disclose kwamba kwa yote ambaye anasema mimi nataka niwekeze katika ufalme wa Mungu, lakini nataka niwekeze katika huduma ya SIA, basi ni kitu gani? Mitazamo yetu iko katika eneo la kamera ambayo itakayotuwezesha sisi kuweza kuruka live, kuna vipindi live, tuwe na timetable ambayo itatuwezesha sisi kuwa na session ya ana kwa ana, yani kuwa session ya ambayo inafanyika present. Yani ni session ya sasa, sio hii ambayo iko recorded alafu inakuwa posted. Kwa hiyo ndicho hicho tulikuwa tunaongea. Kwa hiyo Mungu awabariki wote ambao wawekezaji wamejitoa kwa sehemu, wakasema Bwana, sisi michango yetu ni hii, mimi naweza kutoa hichi, mimi naweza nikatoa hichi. Mungu awabariki sana. From the bottom of my heart, kutoka katika vilindi vya moyo wangu, ninawaombea baraka kutoka kwa Mungu, na kamwe nyinyi na uzao wenu usipungukiwe. Mungu awabariki mno sana. Nawekeza katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So hicho ni cha kwanza. Cha pili, bado ninasisitiza uombe pamoja na SIA. Yale maombi ambayo nina post kwa wiki, tutaenda wiki hadi ile wiki ya mwisho ya mwaka 2025. Hii wiki hii ni wiki ya pili. Kwa maombi tena ya wiki ya 3 itaruka siku ya Jumapili au Jumamosi. Kwa hiyo ka standby. Yale maombi ni ya muhimu. Kuna namna SIA family Mungu anataka kutu protect na kutu shift katika level moja kwenda level nyingine. Omba na mimi. Omba nami. Sikulazimishi. Ila mimi ni kama tarumbeta. Kwa hiyo tarumbeta hii inapigwa. Yule mpigaji ameamua apige, kwa hiyo inapiga na yenyewe sasa hivi ina make a sound. Kwa hiyo fanya hivyo na Mungu akubariki. Na kuna namna ambavyo shifting inafanyika. Nyie mjui, ukiomba maombi na SIA, uso wa Mungu umeelekea kwetu. Mkono wa Mungu upo juu yetu. Utaanza kuona vitu vinaanza kubadilika kabisa. Yani katika hii miezi ya mwisho, ukiwa katika malango, ukisimama kwenye nafasi kama mlinzi wa malango, hii miezi ya mwisho it will be different. Story yako itakuwa different in these weeks zilizobakia, because you'll be covered. Bwana Yesu asifiwe. Nisiongee sana. Mungu awabariki sana. Kabla sijaongea kuhusiana na neno la leo, kuhusiana na teleportation, nina mambo mawili ya kusema. Ni vitu ambavyo nimeviona. Jambo la kwanza linanihusu mimi. Jambo la pili linahusu mji mmoja ambao nitaelezea, ni kitu ambacho kitatokea. Sasa jambo la kwanza linamhusu SIA. SIA kuna kitu mbele ambacho kinaenda kutokea kwa SIA. It can be miezi kadhaa ijayo, ambacho yeye kwa sasa ukimuuliza hana nguvu nacho. Yani ni kitu ambacho sio ambacho kitampa furaha SIA. Miezi kadhaa ijayo kitatokea. Lakini kuanzia sasa kuna vitu vizuri kwa SIA vinatokea. Na hapo muda kidogo tena, hata na yenyewe miezi kadhaa, mnaweza hata mkasikia nyinyi mambo mazuri kabisa, vitu ambavyo mtu unaweza kufurahia kabisa. Lakini siwezi nikamzidi akili na maarifa na hekima alionayo Mungu, lakini kwa sehemu alichonipa, I know what is being cooked. Yani najua kinachotengenezwa, kwamba utiwe nguvu kwa ajili ya kile ambacho wewe ukiwezi kukipokea. Yako mambo mengi katika maisha ya mtu yanaweza kutokea,
Vipo vitu ambavyo ni kama viatu maishani mwako. Unanielewa? Ukipoteza kiatu kimoja, hata kama kingine kipo, bado kuna mahali, kuna namna utashindwa kutembea vizuri mpaka uje kupata kiatu kingine ikufit utembee. Inaweza ikachukua muda, lakini mpaka muda uchukuliwe ushapata maumivu, kama ni jua linawaka, kama ni michanga au ni mawe hera kuchoma. Kwa hiyo ni kitu cha namna hiyo. Ni kitu cha namna hiyo, kwamba ni kitu ambacho kilikuwa kinakusaidia kutembea, lakini sasa kiatu kimoja hakipo, kiatu cha pili hakipo. Unatembeaje? Unatembeaje? So ni kitu ambacho miezi huko kadhaa, niseme yani naongea hivi, muombeeni sia. Sawa, vipo vingine ambavyo katika miezi hiyo kadhaa Mungu atafanya, mtaviona inaweza vikawa vizuri kabisa. Wow, shango vigelegele, jamani. Lakini hapana, sia anasema hayuko tayari kupokea hicho ambacho hakiwezi kukipokea. Hayuko tayari. Kwa hiyo ninaomba maombi yenu kwa hilo. Cha pili, so nimeona mji mmoja kwenye nchi fulani ambayo huo mji unatazamwa sana na watalii wanaenda sana, lakini huo mji umezungukwa na milima. Ni sehemu kama ambayo ina milima na mabonde, yani hivyo, sio kwamba ni sehemu ambayo iko tambarare sana. Ndio mji jinsi ulivyo, una milima, una mabonde, lakini sehemu ambayo ni kame kidogo. Kwa hiyo niseme kwamba katika maeneo tukitazamia Afrika, tunaweza tukasema iko katika nchi ambazo ziko central pale. Kwa hiyo ni pakame. Kwa hiyo lakini ni mji. Sasa nimeona yani kufumba na kufumbua, ule mji haupo tena, kana kwamba mji umefukiwa ndani. Yani ni kama ardhi imefungua kinywa, mji wote umedumbukia ndani, alafu kimya. Yani tutoe mfano, natoa mfano jamani, huu ni mfano mji kama hivi Dar es Salaam. Umeona kulivyo sheheni hivi, alafu ghafla ardhi ipasuke, mji wote udidimie ndani. Alafu kuwe kama milimani kule, kama Dodoma kule, yani milimani kule, yani kabisa shwa kukame. Jamani, janga gani hilo jamani? Yani mji ni mji mmoja, lakini ulifukiwa. So huo mji wenyewe umejengwa hata kwenye, yani kuna nyumba zingine ziko zimejengwa katika milima hivi, imepandana hivi, imepandana. Nimeona maafa yanaenda, maafa yanapata huo mji. Ni mji ambao watalii wengi, tourist wengi wanautazama, wanautembelea. Hata wewe unaweza ukawa unaupita saa nyingine katika safari. Kwa hiyo sasa utafutiliwa mbali. Lakini nimeona kama ni kama hasira fulani hivi ya kiungu. Yani ni kama kitendo ambacho Mungu, kuna hali ambayo Mungu yuko anapitia. Yani nyinyi watu hamjui tu, sijui kwa nini hamtaki hata kumuuliza moyo wake ukoje. Sijui ile notebook nimeiweka wapi. Mwe mnamsikiliza Sia sometimes Kwenye notebook yangu kuna miaka huko, sio mwaka 2000 na ngapi huko, katika ile hali yangu ya uchanga nilikuwa niko katika eneo la kumpenda Mungu sana. Niliandika kabisa ombi
katika maombi kadhaa, kama ilikuwa 10 na kitu hivi. Moja ya ombi tena ilikuwa ni ombi la 16. Niliandika na nina tamani kuwa sehemu ya muhimu ya moyo wa Mungu. Can you imagine? An important part of the heart of God. Yani to be an important part. Kwa nitafutie ile notebook. Nimeipata hiyo notebook. So ni muda sana, sidhani kama ni muda sana, imeshaisha. Nitaziba sehemu zingine msione, lakini nadhani nitawasomea vizuri. Naona hiyo nikani vizuri, lakini nitasoma. Nikasema niko katika ile hali ya kumpenda Mungu sana katika udogo wangu, yani sikujua hata nachoomba ninaombea nini, kitanikosti nini. Muda ule sikujua kwa kweli. Lakini nikaandika, may I be the heart of God, an important organ of God himself and his church. Ukiandika /body of Christ. The aim is to change lives of people to better place by bringing haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu kwa utukufu wako. Narudia. May I be the heart of God, an important organ of God himself and his church /body of Christ. The aim is to change lives of people to better place by bringing haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu kwa utukufu wako. Ilikuwa ni ombi la 13, sorry. Nilisema la 16, la 13. Sasa effect nikaja kuiona pale ambapo mara nyingi ujumbe naoambiwa kusema either na kanisa au kwa watumishi au kwa mtu binafsi, hisia za moyo wa Baba nazipata. Yani alafu mara nyingi I'm talking on behalf of him, kana kwamba namsemea mtu ambaye unajua wale watu ambao utakuta hawajiwezi, kwa hiyo ni uko pale unampambania na yeye sauti yake isikike. Sasa ndo ni kama hivyo. I didn't know imekuaje. Jumbe nyingi sana ni kama hali naongea yeye Mungu anachojisikia, yeye anachokitaka, Baba Mungu anachokitaka, anajisikia, alimeumia wapi, amehuzunishwa wapi, anachokitaka kwenye moyo wake ni nini, mapenzi yake ni yapi. Yani ni hivyo. Nikajua tu, jamani, kuna mahali nilifanya kitu. Yani na hiyo nimekuja kukumbuka baadaye sana, lakini there is a cost to it kwa kweli. Kuanzia kwenye maisha yako binafsi, sio tu katika eneo la kusema ujumbe, kuanzia maisha yako binafsi. Chakula kinakuwa ni mapenzi ya Mungu. Chakula chako kinakuwa mapenzi ya Mungu. Yani hicho ndo kinachokuumiza wakati wote. From your own life. Yani huwezi ukaenda tofauti. Okay, so habari ya leo hiyo. Kwa hiyo nachomaanisha kwamba saa nyingine huwa natumia kuongea na kanisa. Just hata mara moja try to listen nachokiongea hapa. Si mimi ni chombo tu unatumiwa kusema, kuongea kile ambacho Baba Mungu anataka kusema na nyinyi kuona. Kwa hiyo kuna mahali ambapo Baba Mungu amefikia. Kuna vitu tutaviona, tutashangaa. Tukiambiwa kweli tukae mahali pa malango kuomba rehema, kumomba Mungu atusaidie, kuomba Mungu atukave, hasira yake isiwe juu yetu, na 1 2 3. Kweli fanya hivyo na itakuwa hivyo kwako.
maangamizi yatakupata, lakini kuna hasira kali kama ghadhabu ya Mungu ambayo inataka kushuka katika dunia, katika maeneo kadha wa kadha. Naomba wewe upate kuwa protected, upate kuhifadhiwa, upate kulindwa isikupate. Lakini itawezekana tu pale utakapodumu katika maombi, hudumu katika uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Sana sana uwepo wake. Kwa hiyo hayo ndo mambo mawili ambayo nilikuwa nataka niongee na ninyi kabla sijaongea lile neno la leo kuhusiana na teleportation. Tafadhali wewe katika mji wowote ulipo unayenisikia, ombea mji wako. Yaani tufanye hivyo clear. Ombea mji wako. Ombea mji wako. Omba rehema ya mambo maangamizi yanatokea, mambo machafu ambayo yanatokea ambayo mbele za Mungu yanaonekana kweli sio. Omba ulinzi majirani zako, wewe mwenyewe. I told you sasa hivi sio muda wa kuanza kubishana na kuchukiana. Ni muda wa kuombeana sasa hivi. Hata muombe mtu ambaye sio dini yako, wewe muombe. Muombe. Amekuja ameona, muombe. Yaishe. Kwa kipindi chacha tuvuke kwanza, naomba tuvuke kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaongelea kuhusiana na teleportation. Teleportation kwa Kiswahili neno lake kama lenyewe najaribu kukipata sipati. Lakini maana yake naweza nikaielezea pia kwa Kiswahili. Ni kama kusafiri kwa kasi. Yani kutoka eneo lingine, kupotea eneo moja, kutokeza eneo lingine. Sehemu nyingine waliandika fast form of transport. Ni usafirishaji ambao ni wa haraka sana. Sehemu nyingine wakaandika ni to disappear is to disappear and reappear in a different place. Yani kupotea sehemu moja, kutokeza sehemu nyingine ya tofauti. Yani ile pa. Yani wewe hapa pa. Labda wewe wapi hapa? Airport. Pap, umepotea. Upo Dodoma. Au labda upo wapi? Mwendokasi ndani ya basi. Mwendokasi ni basi ndani ya basi au SGR. Pap. Kupotea, kutokeza sehemu nyingine. Very fast form of transport. Kuna kitu ambacho kimetokea cha tofauti. Kilikuwa kinatokea kwangu. Nikakaa chini nikaomba Mungu nione, yani nikamwomba Baba Mungu hebu take me through this. Hebu nipeleke kwenye hili jambo, nataka kulielewa kwa sababu maana sielewi. Sasa ni hali ambayo imenitokea mara nyingi. Naenda kawa inaweza kutokea wewe. Kuna wakati nikiwa katika nyakati za muda wa maombi wangu, nikisafiri, kwa sababu pale unapoanza tu kuomba kuna wengine huwa mnasafiri. Mnatoka hapo mnaenda sehemu nyingine. Nategemea sasa. Lakini kama mimi niko mbali na poto yangu ambayo iko kanisani, kuna poto ambayo ipo kanisani kabisa katika jengo la kanisa. Kuna poto ambayo huwa popote pale nilipo ninaweza nikatoka nikaenda kuombea hapo. Sasa mara kadha kisafiri, kama niseme niombee hapa nilipo, sasa nasafiri naenda pale kuombea. My dear, ni mara kadhaa imekuja feeling ya kwamba Grace unahama na watakukuta ndani ya kanisa, mlango umefungwa, wakukute huko ndani, wakuulize umeingiaje huko ndani, na vyovyote ulivyokuwa ulivyo wakati ungeje ndani wakati funguo anazo mtu mwingine na hujaomba ufunguo, kwamba hakuna maombi yote ambayo unaenda kufanya, hakuna hujachukua ufunguo kuingia ndani. Uanze kuwapigia kelele watu wakufungulie. Uanze kujibu hayo maswali. Yani kuna ile yote inakuja. Kwa hiyo
nikishaona hadi roho yenyewe kama inataka, yani inadunda kama inataka kutoka, haitoki, lakini kwa jina la Yesu haitoki, lakini kabisa hadi moyo unadunda, yani kwamba una shift. Nikisema kushifti simaanishi kwamba kiroho naomba unielewe, simaanishi kuhama huku ni kiroho. Kuhama na mwili wako tayari, yani mwili wako bisa unahama. Sasa hapa kuna wale wa Kristo ambao wataanza kusema, mafundisho gani haya? Jamani, ni wana wa Mungu tu ambao wako nyuma, hawajui yanayoendelea katika ufalme wa baba yao. Baba Mungu ana hiyo library ya maarifa ya kila kitu. Hao wachawi mnaona kwamba wanafanya teleportation, wanapotea hapa, wanainukia pale, kwamba wao wanafanya nini? Unadhani miungu yao ni mikubwa kuliko Mungu Baba Mungu aliye hai? Kabisa. Wewe unaona kama miungu hiyo ambao hao wachawi wanaabudu, unaona kabisa wana nguvu sana kuliko Baba mbinguni. Yani wewe unachokiona. Lakini vyote hivyo wanavyofanya hivyo ni knowledge ya ulimwengu wa roho. How to take over in the spiritual realm. Sisi tuko kwenye physical realm tunaonana hivi. How to take over, there is knowledge ya general. Yani yale maarifa ya ujumla kuhusiana na ulimwengu wa roho. Kwa hata upande wa pili wanayo namna gani ya kusafiri. Sio kusafiri tu. Mimi siongelei sasa leo kusafiri, naongelea kutoweka sehemu moja, apia sehemu nyingine, yani kuonekana sehemu nyingine. Ndio maana sengine yake nani kule unawakuta wale wanabambwa wakiwa kwenye mambo yao. Kwa hiyo hii knowledge ipo, haya maarifa yapo, basi tu ni kwamba sisi tunasema haya mambo ya nini bwana? Hii inaweza ukaona kama naongea vitu vya ajabu, lakini kwa wale ambao wanajua kabisa wana mission ya kutimiza duniani, hivyo inawapasa take over katika maeneo mbalimbali. Inawapasa kupata maarifa ya ulimwengu wa roho. Sio kupata tu maarifa, kutumia hayo maarifa ya ulimwengu wa roho. Wale tu ambao wanajua wao wanatakiwa kufanyaje, hao ndio wanaweza wakawaona, wakasikiliza, take something. So nikakaa chini nikamwambia Baba Mungu, kwa nini natokea hivi? Mbona kile ningefika stage naogopa, naacha, yani nafumbua hadi macho, yani sio nafumbua macho hadi yani na nyamaza kidogo, kwa sababu tunaona kama tunakoenda huko hatuendi, itakuwa ni mambo ya ajabu. Kuna vitu vingine ambavyo yani naona kama like I'm not ready yet to encounter. Kuna vitu vingine ambavyo naviona kama siko tayari anza kuvishuhudia, vitanichanganya. Kwa hiyo saa nyingine sengine nakata kabisa, yani kama macho nafungua, kama nini nakata kabisa, yani natuliza, naenda nasema hebu ngoja kwanza, tusije tukajikuta tuko sehemu nyingine hapa Bwana Grace sasa hivi usiku. Bora ukutwe huko ndani ya kanisa. Sasa ukutwe hapo kwenye anga huko, ushukie Dodoma, watu wanakuuliza, wewe si tumekuaga jana usiku? Unaingia chumbani unaenda kulala, umefika saa ngapi Kigoma? Haiwezekani ukuwa na tiketi na uko kama ulivyo. My dear, I'm not ready to encounter. It's scary. Natisha. Lakini tumeona namna hata wako watu kwenye Biblia wameencounter hivyo. They have been teleported. Wamefika katika viwango
vya maarifa ya kiungu. Sio vya maarifa ya kiungu, wamepata access fulani ya nguvu ya Mungu. Access fulani ya namna Mungu yani ya power alionayo, ya uwezo alionao, ya maarifa alionayo. Wana uwezo wa kujitokeza sehemu, wanapotea sehemu, wanajitokeza sehemu nyingine. Ila tuseme imefunikwa sana kwa sababu ni kitu cha ambacho hata wao waliokuwa wanajaribu kutuwekea Biblia wako wenyewe wanajiuliza, sije tukawatisha watu au kuna vitu vingine hawatakiwi kuvijua. Lakini let me tell you, there are secrets ambazo mababa zetu walituambia, walikuwa wanaongea kabisa waziwazi, lakini zinanunuliwa na upande wa pili kwa fedha. Ziko hidden, zinanunuliwa upande wa pili na fedha. So zinanunuliwa na mali, zinanunuliwa na fedha, kwa sababu maarifa, trust me, ni kitu very powerful. Knowledge about things of the spirit, things of things of God and humans, how things operate. Knowledge zitakupa wewe ku encounter places ambazo wewe hukudhani kama utaziingia, utazijua na utazi capture. Ndio maana vitu vingine watu wanatoa fedha. So vitu vingine tu hata tukienda shule tunatoa fedha tupate hayo maarifa, yatatusaidia, na kweli yametusaidia kweli. Kwa hivyo katika mambo ya ulimwengu wa roho wako watu ambao vitu vimefichwa kwa wana wa Mungu, wale wenye urithi. Mungu anatufunulia sisi kwa neema. Lakini viko ambavyo vingine havijakuwa disclosed, havijasemwa kama vinavyotakiwa kusemwa katika maandiko matakatifu. Ila urithi mliokuwa nao wana wa Mungu, ambao mnatakiwa mwanze kutembea nao mpaka sasa, ni kwa neema. Ndio maana nasema hata kuokolewa kwetu ni kwa neema, tunapotembea ni kwa neema, kukua kwetu ni kwa neema, tunakuwa kwa neema. Kwa kila kitu tunachopata ni kwa neema. Ni neema. Inafika a point kwamba upande wa pili unakuja kununua maarifa ambayo sisi hatujaandikiwa kwenye vitabu ambavyo tunavyoviamini. Kwa mfano hii notebook yangu au vitabu mbalimbali viko ambavyo watu tunavisoma au tunavyoviamini. Kuna vitu mimi nakwambia hivyo sasa, kwa sababu vimeondolewa na vingine ambavyo havisemwi kama vinavyotakiwa kusemwa. Kwa neema Mungu anatufunulia, na tunakuja kusoma hivi. Niamini, something is missing. Ni kitu ambacho nimekiona. Roho Mtakatifu ananipeleka kwenye eneo, soma hapa kuhusiana na kile nilicho. Roho Mtakatifu anambia soma hapa, afu Roho Mtakatifu anakuambia something is missing here. Not everything kimeandikwa hapa. Alafu naona mtu wa upande wa giza, upande wa kishetani anakuja kununua maarifa yale yaliyofichwa yasionekane kwa wana wa Mungu. Mnanielewa nilichomaanisha? Mimi tuseme na mfano na kitabu cha tuseme kitabu chenye maarifa ya Mungu, sawa? Labda kitabu hichi ninakiamini kabisa na kusema Bwana mimi ni labda tuseme labda mimi ni fulani naamini hichi kitabu kitaniongoza katika hichi ninachokiamini na imani yangu. Na hichi kitabu kimetengenezwa of course na mtu. Labda kuna watu mbalimbali sasa huko. Sasa Roho Mtakatifu amekufunulia wewe kuhusiana na kitu fulani. Anakuambia nenda sehemu fulani ukasome. Naenda kuchukua hicho kitabu kilichotengenezwa na Banasia. Lakini anakuonyesha sasa kwenye ile mstari, anakuonyesha kwamba kuna maneno hapa hayapo ambao mtumishi wangu nilimwambia andike.
hayajawekwa hapa ili nyinyi msijue mlicho nacho, msijue uwezo ambao mnaweza kufanya. Alafu yale maneno yaliyofichwa sasa, kwa sababu si yamefichwa, yamewekwa kwenye makabati. Upande wa giza unakuja kwa yule mwandishi alokuwa ana yale maneno mengine ambayo yalikuwa yamekosekana katika kitabu hichi, labda tuseme cha Sia. Anaenda kugawa yale maarifa ambao wana wa Mungu au wale wanasia wanatakiwa wayasome, wafahamu. Anaenda kuuza kwa upande wa giza. Jamani, tena anamuuzia kwa pesa nyingi, kwa mali nyingi. Hivyo sasa kinachofuata ni nini? Wanasia wanabaki hawajui vitu fulani, na kwanza wanaona hivyo vitu kwanza sio vyao, haviwafai. So yani okay, inaweza kuona kwamba havituhusu. Jamani. Alafu sasa ule upande wa giza, kwa sababu ana yale maarifa ambayo ndo tuliandikiwa kupitia watumishi wake na Mungu, wana wasia, wana wa Mungu ndo wayasome, wajifahamu. Wanapata sasa wanayapata wale watu wa shetani. Wa shetani sasa ndo wanaanza kutoa outgrow. Wale watu wa shetani ndo wanatuzidi sasa maarifa, namna ya cooperate katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa baba, ambao baba mwenyewe ni roho. Sicho kitendo kimeniuma sana. Yani Baba Mungu anisaidie jamani, atusaidie sote. Hivyo kwa neema tu anatufunulia sasa. And no one will believe you ukija kusema hivi, kwa sababu wanajiweka very limited, kwamba Roho Mtakatifu kwamba yuko limited tu, kwamba atasema ndio hichi, anaweza kusema pia zaidi ya hichi. Storage yake ya library haiko kwenye kitabu tu. This is part, hii ni njia tu tunaambiwa. So there is more storage iliyopo ya maarifa ya things ni kubwa. Sasa hicho ndio kitu ambacho kinaumiza sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu vingine vya wana wa Mungu kabisa, lakini the devil has outgrown you. Yani shetani na wakala wake na ulimwengu wake umewazidia au umewazidi wana wa Mungu kwa maarifa ambayo waliandikiwa wao, lakini vitu vifanyika hapa katikati. Bwana Mungu atusaidie. Nadhani mtakuwa mmenielewa kwa sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuona hapa Yesu mwenyewe. Ukisoma Yohana sura ya 6 mstari wa 16 mpaka wa 21. Pia story hiyo inafanana kwa Mathayo sura ya 14 mstari wa 22 na kuendelea, kwamba mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Yani wamemwacha katika nchi kavu, amepanda mlimani kwenda kuomba, na huko alikuwa peke yake. Wale alishawaambia nendeni, tangulieni mpande, na wakaanza safari. Bwana Yesu asifiwe. Katika bahari wanataka uvuke kule ng'ambo. Sasa wamefika katikati, mawimbi gingi. Kuna sehemu hapa walisema wakamuona Yesu akitembea juu ya bahari kwa nia ya kuwapita. Ukisoma Marko sura ya 6 kuanzia mstari 45 na kuendelea mpaka 52. Anasema, tutasoma pale mstari wa
47. Na kulikuwa jioni mashua ilikuwa katikati ya bahari, na yeye yu peke yake katika nchi kavu. Wamemwacha nchi kavu, wako kwenye chombo, iko katikati ya bahari, mawimbi ndio yakaanza. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho, hata ulipopata kama zamu ya 4 usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari, akataka kuwapita. Yesu ametembea juu ya bahari. Aliwaambia kwanza watangulie na chombo. Yeye akaenda kuomba mlimani. Baada ya muda, kile chombo kikafika katikati, kikapatwa na mawimbi. Yesu akawaona. Nia yake alikuwa anataka kutembea kwenye bahari, wakutane wote ng'ambo, kwa sababu yeye aliambia watangulie na chombo. Kwa hiyo inamaanisha yeye alikuwa anajua ana usafiri mwingine wa kwenda ng'ambo. Hakutegemea chombo walichopanda wanafunzi. Na inaelewa? Alikuwa anajua kwamba ana usafiri wake. Cha kushangaza, alikuwa anatembea kwa miguu, na alikuwa anataka, hapa anasema Marko anasema alikuwa anataka kuwapita. Alikuwa yupo kwenye safari zake, kama wewe unavyokuwa kwenye safari zako. Ukipanda mwendo kasi, ukipanda SGR, ukipanda gari lako, baskeli, pikipiki, ndege. Na yeye akasema, jamani, tutakutana ng'ambo, kila mtu na usafiri wake. Akatembea juu ya maji, akafika. Katika muda gani? Kwa spidi ya namna gani? Kama sio kupotea sehemu moja na kuwepo katika sehemu nyingine. So kipindi chote kile alichokuwa anaomba kule mlimani, labda mpaka kupanda mlima, mpaka kushuka mlima, mpaka yeye kusema sasa nimefika sasa kwenye bahari, sasa pale kwenye ng'ambo nataka nifike ng'ambo nyingine. Ni huo muda wote huo umeona umbali ambao at least waliofika wanafunzi wakati kuanza safari. Yaani wanafunzi wenyewe wanasema wakati wanapoanza vile Bwana Yesu amewaambia, Bwana itangulieni, anawacha tena. Kuna mahali wanasema kabisa akawalazimisha wanafunzi, ukisoma Marko sura 6 mstari 45, akawalazimisha wanafunzi wapande mashuani watangulie. Inamaanisha wakati wanalazimisha panda, wakati wanapanda wanataka kutangulia, wao wanamuona Yesu anapanda mlimani kwenda kuomba. The time frame, muda wote huo, naomba tupige calculation. Huo muda mpaka amalize kuomba, mpaka atoke huko mlimani, mpaka aje yeye, mpaka aseme sasa na mimi sasa ndo nataka nivuke. Wanafunzi wako katikati, wanataka kuvuka kule. Anatembea juu ya bahari. Waliona kama ni kivuli, lakini ilikuwa ni yeye. Akaenda kuhudumia to the extent ya kumaster ulimwengu wa roho. Nenda kwa Filipo, ukisoma Matendo sura ya 8 mstari 35 mpaka na kuendelea, unaweza kupeka tena 40. Filipo anasema, Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko hilo hilo akamhubiria habari njema za Yesu. Akahubiria habari njema za Yesu. Wakawa wakienda njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi alikuwa anamhubiria akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena,
naamini kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Towashi huyo akasema, akaamuru Filipo akaamuru lile gari lisimame. Wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, sio waliteremka kwenda majini, walipopanda kutoka majini, sasa Roho wa Bwana akamnyakua Filipo. Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimuone tena. Kumbuka wanatoka wote. Nimekubatiza, sawa, umebatizwa, ndio. Haya, tupande sasa huko, tuendelee na mambo yetu. Hajamuona. Kumbuka, ona neno kumnyakua. Kumnyakua yani ni kwamba unatoweka hapo, unaenda sehemu nyingine. Akasema yule towashi simuone tena. Basi alikwenda zake akifurahi, lakini Filipo akaonekana katika Ozoto, na alipokuwa akipita akahubiri Injili katika miji yote hata akafika Kaisaria. Akaonekana sehemu nyingine. Jamani, kumnyakua ni kufanyaje? Labda hebu tupige mahesabu. Ni kusafiri. Hebu tuseme tunasafiri hapa ji. Unatoweka, unaonekana sehemu nyingine. Elijah, kuna mahali ukisoma Wafalme wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wa 45 mpaka kuendelea, wanasema kabisa mkono wa Mungu ulikuwa juu ya Elia. Yeye alienda na spidi akampita Ahabu. Ahabu alikuwa anasafiri kutoka pale anaenda huko Yerezi sijui. Yeye Elia, mkono ilisema kabisa mkono wa Bwana uko juu ya Elia. Elia alikuta huko ameshafika. Wameandika kwenye Biblia kwamba alipiga mbio sijui alitembea haraka, I don't know, lakini alikuta ameshafika. Amefikaje huko bado ni kiulizo. Wengine walikuwa na magari ya mafarasi, walikuwa na magari Ahabu kwenda kuwahi katika huo mji, lakini wakamkuta Elia ameshafika. Ona, Filipo, Roho wa Bwana akamnyakua. Kwa Elia, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. It's something of God. Ni kitu cha Mungu kabisa. Kuna level ambayo kwa maarifa hatujafika. Katika eneo la kukutana na Mungu kwa namna ya ajabu bado hatujafika. Lakini sio kwamba they are not our knowledge, sio kwamba hayo maarifa si sahihi kwetu. Inategemea na matumizi unayoenda kuyafanya. Ndio maana saa nyingine, yani vitu vingine tu Mungu aliona kwa hali hii, acha tu nifunike kwanza. Kwa upande yes, kwa upande mwingine no. Lazima pia ufahamu. Lazima ufahamu. Lakini kwa upande mwingine, what is it for? What are you going to do with? Unless you have a mission ya kutimiza, unaenda kufanyaje nayo? Unataka utokeze sehemu moja, utoke sehemu moja, utokeze sehemu nyingine. Nia yako kwa kweli ya dhati, niseme ya dhati kabisa, sio ya dhati ya moyo wako, utatumiaje hiyo nguvu? Hapo ndo tunakuja kwenye eneo ambalo Mungu anaweka kipimo kwa mtu. Utafikia mpaka hapa. What are your true intentions? Kwa hiyo nacho nyenyewe hiyo ni sababu, it can be a good reason kabisa to why vitu vingine unless kweli unataka kumuona Mungu na utukufu uwe wake. Bwana Yesu asifiwe. It is something that I want to share. Naomba umwombe tu Mungu kwamba Baba, nataka nikutane na wewe kwa namna tofauti. Mwambie Baba, nataka kufahamu siku ya leo.
nataka nikujue, nataka nikutane na wewe kwa namna tofauti kwenye maisha yangu, kwenye huduma yangu. Nataka isiishie tu kwamba ziwe ni historia tunahadisia. This should be our reality. Yesu mwenyewe anasema kabisa kuna vitu ambavyo tunaweza tukavifanya zaidi ya yeye alivyokuwa anavifanya. Anajua kabisa there is more to explore in our Father's kingdom. Vipo vingi vya kuonana navyo, vya kukutana navyo, vya kuviona katika ufalme wa baba yetu, vya ku-experience. There are more to be found in his kingdom. There are more to be found katika sehemu ya siri ya baba. Viko vingi vya kuvipata. Let us not be limited. There are a lot of things. Kuna vitu vingi viko hidden kwako, vimefichwa ndani yako. Unahitaji tu uwe na shauku ya kumjua yeye, na nia yako iwe nia ya Kristo. Baroko pali ranskata ya gasia. Paradoshe televa gadeskata ya gasia. Ni akina nani sahihi katika dunia ya sasa wanaofanya makubwa ambayo masikio yanapasuka kusikia, midomo inakaa wazi? Just mtu mmoja aliyetamani kutembea na Mungu katika viwango vya tofauti. Everyone is special. Kila mtu ana aina yake tofauti ambayo Mungu alitaka kukutana naye na akatumika. Siwezi kufanana na mtu mwingine, wala usinilazimishi. Ili mradi nia ya Kristo ni nia yangu. Lakini ipo shauku ambayo uko nayo wewe, yuko nao fulani, yupo nao mimi, ya kutembea na Mungu kwa namna ya tofauti. Yako wapi matendo ya ajabu, ya kushangaza ambao wana wa Mungu wanatembea nayo? I'm tired ya vitu kila siku. Namna ninavyompicture Mungu ni picha nilionayo ni kubwa kuliko nayoiona, nayosikia, nizoea kusikia. Mbona kwenye vitabu na maandiko vinasema ndio hivyo hivyo, lakini ni zaidi ya hivyo. Still there is chance for you. Kuna nafasi ya wewe kufikia hapo, kuyafanya hayo. Iradoshke pete kaskapai gaderia manta ya gadia patose teri kashe teri baya. It is you only that we praise, we adore. Mako palederi la kodia kasile taya. Paradoshke petelirando sete ya gadia. Ako pelekaya kananta sky kaikati. Pelekoshkete kadoske sky katia kaskaya kaladoshete. Pelikomplagadi shedele kayogoradi. Kalosete le bragadia balande. Pekaya kapapapapakayasi. Sai. Ranoshete dikataye kose. Mando bele ranoshete. Makaya gadika baya makaya. Pela kushe digabaya. Kalina maya ngose. Ngeskai katele keshkete. Kebele katile kosi. Keskuka kete kosi kapakaya kutaya. Marodo bolo shetele kosia. Lana kaya baika pale kombea. Me mando begi mampa igedebea. Me baigo bamba diga sike pekayako. Shingas kaya koskaya. We will not end now.
we will not end now. There are more to come. That we will see God with our own eyes, with our naked eyes. We will see the God of wonders. Hajaishiwa na maajabu. Hajaishiwa na maajabu. Yeye bado atazidi kujionyesha na uajabu wake. Yako mengi bado mjaona kuhusiana na Mungu maajabu. Atakuonekania wewe. Ataonekana katika mwili wa Kristo. Le douche pete ataonekana. He will be seen. Ninakutamkia katika jina la Yesu Kristo kuanzia leo na wiki hii. Kuanzia siku ya leo unaosikiliza. Hesabu siku 7. Zitakuwa siku za tofauti. Na kutamkia Mungu akutane na wewe kwa namna ya ajabu ambayo hujawahi kukutana naye maishani mwako. Afunue japo siri yake kwako kidogo. Akufunulie siri yake. Experience kile ambacho ni mali yako, kile ambacho kilikuwa ni kama mwana urithi wako, upate kukijua na kukipata katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakutamkia hilo katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na let your life be transformed, na maisha yako yapate kubadilishwa mara utakapokutana na Mungu, sababu hakuna mwanadamu anayekutana na Mungu kabaki kama alivyo. Katika kukutana kwake huko, basi maisha yako yabadiliki. Iwe ni kwa sehemu, iwe ni maisha yako kwa ujumla, yabadilike katika jina la Yesu. Kama ni huduma yako, ibadilike katika jina la Yesu. Kama ni maisha yako ya wokovu, yabadilike katika jina la Yesu Kristo. Yazidi kuwa bora na bora na bora kila siku toka leo. Ninakutamkia hayo katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa muda huu uliotupa. Asante kwa namna ambavyo Baba unafanya na kutenda kwa ajili ya maisha yetu. Unatuwazia mema nyakati zote. Mawazo yako ni mema nyakati zote. Tunamshukuru na tunakuinua. Tunajua kwamba u pamoja nasi, na Baba umemhudumia kila mmoja sawa sawa na mapenzi yako. Vile unavyo vyema, umemhudumia huyu ananisikiliza. Endelea kufunua maarifa kwake. Kwa wale waonaji, ninaachilia katika jina la Yesu. Ninakutamkia katika jina la Yesu Kristo, baraka za Mungu ziende na wewe nyakati zote, popote unakoenda. Baraka za Mungu ziwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka kibali, neema ya Baba Mungu iwe juu yako katika hizo siku, katika jina la Yesu Kristo, na uje kumtukuza Bwana kwenye maisha yako. Tunaomba haya na kuamini kwamba upo pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Tunamtukuza Mungu kwa kipindi kizuri ambacho tumekipata, ambacho tunakutana kama wana familia Wasia. Mungu awabariki wote. Kwa matangazo mafupi ni kwamba ile program ya PhD itaanza mwakani mwezi wa kwanza. Kwa hiyo mwezi wa kwanza naomba uwe tayari kusikia matangazo ya tarehe ambayo itakaotangazwa, lakini imesogezwa mbele. Tarehe ya program ya unabii, uponyaji na ukombozi imesogezwa mbele, itaanza mwakani. Usikose. Wewe mtumishi wa Mungu, usikose. Sio kwa ajili ya watoto wachanga, kwa ajili ya watu waliokomaa katika Kristo. Kwa kuna maarifa mengi ambayo yapo, ni wewe tu unangojewa kuweza kufika katika viwanja hivi vya Patmo. Kwa maelezo zaidi pia utawasiliana kwa namba unazoziona hapo. Mungu awabariki wote na watakia siku njema katika jina la Yesu Kristo. See you in the realms. Shalom.